Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu kwenye maisha yetu zilizoahidiwa katika Biblia. Tuko na kitabu cha Zaburi. Tumeifikia sura ya 46, sura ya 46. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni wa bahari, maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, karibu sana kwenye kuendelea kuzitazama hizi ahadi. Hapa tunakutana na ahadi aliyoisema Daudi. Anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mpendwa mtazamaji wangu, kuna wakati wa mateso kama haujaupitia, lakini umewahi kuona wengine wakipitia katika mateso, ama basi mateso yako yapo yanakuja. Ndugu yangu, kipindi cha mateso sio kipindi rafiki, ni kipindi cha kibaya sana. Usitamani kikakukuta. Kipindi cha mateso usingependa kukiona, wala usitamani, maana ni kigumu sana, ni kigumu sana. Waliopita katika mateso wanafahamu nasema nini. Ndugu yangu, kipindi hicho cha mateso ndicho kipindi ambacho watu humkaribia Mungu na kusogea sana kwa Mungu, hasa wanapokutana na aidha ugonjwa, ama amefiwa, ama ameibiwa, ama ameunguliwa, au vyovyote vile vinavyoweza kumletea mateso. Mateso sio kipindi kizuri sana kwa kweli, kinaleta mahangaiko makubwa. Sasa hapa kuna ahadi, anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo wakati wa mateso ukija, tunakimbiliaga kwa Mungu. Mungu ameahidi kwamba tumkimbilie yeye. Kwa hiyo wakati ukikuta na matatizo, ukikutana na mambo magumu, ukikutana na kukata tamaa, ukikutana na hali ngumu ya maisha, chochote kitakacho kuumiza, kimbilia kwa Mungu mpendwa, maana huyo ndio kimbilio letu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Wakati wa mateso Mungu ameahidi kuleta msaada wake. Msaada wa Mungu unakuja wakati wa mateso. Kwa hiyo Mungu ameahidi kukusaidia, kunisaidia kutoka katika mateso ninayokutana nayo. Mateso hayapigi hodi. Mateso yanakuja wakati wowote, saa yoyote na majira yoyote. Hayaangalii wakati, hayaangalii mtu, hayaangalii sura ya mtu, kabila ya mtu, wala rangi ya mtu. Lakini mateso yanaweza mjia mtu yeyote kwa vyovyote vile. Lakini kipindi hicho kinapokuja, Mungu huleta msaada. Kwa hiyo mtumishi au mwandishi wa kitabu hiki anasema, na kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi. Mambo yakibadilika, hata hivyo hatutabadilika, hatutaogopa. Kwa nini? Kwa sababu msaada wetu yupo. Msaada wetu yupo. Ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, hata hivyo hatutaogopa. Kuna wakati milima huwa inatetemeka baharini, ndio maana hutokea bahari kuchafuka. Ukiona bahari imechafuka ama inaanza kuumua maji, ujue milima ya baharini imetetemeka. Kwa hiyo milima inapotetemeka, basi inasababisha maji kuumuka. Maji yanapoumuka, basi Biblia inasema hata hivyo hatutaogopa. Yaani mambo yakitokea magumu, mambo ya kutuumiza, mambo ya kutusikitisha, hata hivyo hatutaogopa. Maji yake yajapovuma na kuumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake, Biblia inasema hata hivyo hatutaogopa. Kwa nini? Kwa sababu msaada wetu ameahidi kuwa pamoja nasi. Mungu akusaidie. Bila shaka umeelewa nasema nini. Ahadi iliyoko hapa ni msaada wa Mungu unakujia wakati unakutana na mambo magumu. Mimi sijui unakutanaga na jambo gani gumu, au uliwahi kukutana na jambo gani gumu lililotaka kukuangamiza au lililotaka kukatisha tamaa, lakini msaada wa Mungu ulikusaidia.
Kwa hiyo wakati wote mkimbilie huyu Mungu, msaada wake ni wa kweli. Wako watu hukimbilia kwa waganga wa kienyeji, wengine utafuta misaada kwa wanadamu, lakini wewe mkimbilie Mungu, maana ni msaada tosha kwa maisha yako. Tane kwenye kipindi kijacho, naamini utaendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Barikiwe sana kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.